Karibu sana kwenye makala zetu za Unyakyusani Empire Village Production. Leo hii tutaangazia ongezeko la teknolojia ya kidijitali, hasa interneti, mitandao ya kijamii na huduma za utiririshaji streaming au OTT. Kwa namna gani limeathiri mashirika ya utangazaji wa TV na radio duniani. Leo tutaangazia namna kuu mbili, changamoto kubwa na fursa za mageuzi. Changamoto kuu kwa TV na radio za jadi, traditional broadcasting: kupungua kwa hadhi ya watazamaji na wasikilizaji, audience fragmentation, kutokuwa na siku ya kutazama. Teknolojia imehamisha hadhira kutoka kwenye ratiba ya matangazo ya kituo Rain TV kwenda kwenye mahitaji ya mtazamaji on demand. Watu sasa wanachagua kutazama wanachokitaka wakati wanapotaka kupitia majukwaa kama Netflix, YouTube na podcast. Kushindana na simu za mkononi. Simu mahiri zimekuwa vituo vya kwanza vya habari na burudani. Hadhira hasa vijana wanapendelea kutumia muda mwingi kwenye TikTok, Instagram na majukwaa mengine kama Facebook kukaa mbele ya TV na kusikiliza radio. Kupungua kwa mapato ya matangazo, advertising revenue. Kadri hadhira inavyohamia mtandaoni, matangazo ya biashara pia yamefuata huko. Mashirika ya utangazaji yanalazimika kushindana na matangazo ya kidijitali yanayolenga walengwa maalum, target ads, ambayo ni rahisi kupima ufanisi wake, hali inayopunguza thamani ya muda wa matangazo ya TV na radio za jadi. Uhitaji wa ubadilishaji mfumo. Vituo vya jadi vinalazimika kuwekeza pakubwa katika teknolojia hii mpya kama vile ATSC 3.0, Next Gen TV, 5G ili kuboresha ubora wa picha na sauti na kuruhusu utiririshaji streaming wa hali ya juu, na hii ni gharama kubwa. Ugumu wa ulinzi wa maudhui, content piracy. Kuongezeka kwa upatikanaji wa maudhui mtandaoni kunafanya iwe rahisi kwa watu kuiba maudhui, jambo linalopunguza mapato ya vituo na wazalishaji wa maudhui. Fursa za mageuzi na kuendelea kuwepo. Ubunifu wa majukwaa na huduma, yani platform innovation, huduma za utiririshaji OTT, over the top. Mashirika ya TV yanajigeuza na kuanzisha majukwaa yao ya utiririshaji, mfano DSTV Now, au hata vituo vya habari kuanzisha huduma zao za streaming. Hii inawezesha kufikia hadhira ya kimataifa na kupata mapato kupitia miundo ya usajili, subscription na matangazo mtandaoni, AVOD. Radio ya mseto, hybrid radio au podcasts. Vituo vya redio vinazindua podcast na huduma za kusikiliza mtandaoni, kuruhusu wasikilizaji kusikiliza vipindi vilivyopita na kupanua wigo wao kijiografia. Radio sasa inaweza kufanya kazi na speaker mahiri, smart speakers. Ubinafsishaji wa data, personalization and data. Maudhui yanayomlenga mtumiaji, teknolojia ya akili bandia AI na data analytics inaruhusu vituo vya utangazaji kuelewa tabia za hadhira yao. Hii inasaidia katika kuzalisha maudhui maalum na kutoa mapendekezo yanayomlenga mtazamaji na msikilizaji mmoja, na hivyo kuongeza ushiriki, engagement. Matangazo bora. Baada ya kutumia tangazo moja kwa kila mtu, vituo sasa vinaweza kutumia data kupitia majukwaa ya kidijitali kuuza matangazo yanayolenga kijiografia au kiwango cha umri na kuwapa watangazaji thamani bora ya pesa zao. Katika kuzingatia maudhui ya moja kwa moja na kienyeji, live and local content, thamani ya matangazo ya moja kwa moja, utangazaji wa TV na radio utaendelea kuwa na umuhimu mkubwa kwenye matukio ya moja kwa moja, live events,
kama vile habari, michezo na tamasha kuu, kwa sababu haya huunda hisia ya dharura na uzoefu wa pamoja ambao streaming haiwezi kutoa kikamilifu. Kipaumbele kwa maudhui ya kienyeji. Vituo vya radio na TV za ndani local vitaendelea kuwa muhimu sana katika kutoa habari za kijamii na maudhui ya utamaduni ambayo majukwaa makubwa kimataifa hayana uwezo wa kuyatoa. Kwa kifupi, ongezeko la teknolojia halifuti utangazaji wa jadi, bali unailazimisha ijiunge na ulimwengu wa kidigitali. Mashirika yanayofanikiwa ni yale yanayojiona kama watoaji wa maudhui, content providers, na sio tu vituo vya matangazo.